Haya mambo ya tarehe 29 hayataisha mpaka yatakapoisha. Tutendeane mema, sisi sote tunapita. Hayo ni maneno ya John Heche ambaye ni makamu mwenyekiti wa Chadema Tanganyika, ambapo amewavaa vikali polisi kwa kutekeleza maovu kisha kusingizia maelekezo kutoka juu. Amewakumbusha umuhimu wa kutendeana mema kwa maana hapa duniani tunapita tu. Heche amezungumza hayo Juni 20 mwaka 2026 alipokuwa akihutubia wakazi wa Songea mjini kwenye ziara ya kudai katiba mpya na Free Tundu Lissu inayoendelea nchi nzima. Aidha, Heche amesema mauaji yaliyotokea Oktoba 29 mwaka jana hayataisha mpaka yatakapoisha. Kila aliyeua watu watakapowajibishwa kisawasawa, na kwamba interneti haitawasahau hata kidogo. Hapa leo tunachambua vikali kauli kali iliyotolewa na makamu mwenyekiti wa Chadema Tanganyika Mheshimiwa John Heche wakati wa mkutano wa hadhara huko Songea. Heche amewakemea vikali polisi kwa madai ya kutekeleza maovu na kusingizia maelekezo kutoka juu, na akasisitiza kwamba mambo ya Oktoba 29 mwaka 2025 hayataisha mpaka yatakapoisha. Ameyasema hayo wakati wa ziara yake ya kudai katiba mpya na hashtag ile ya Free Tundu Lissu. Katika mkutano wa hadhara mkoa wa Songea, John Heche alisema kuwa haya mambo ya tarehe 29 hayataisha mpaka yatakapoisha. Tutendeane mema na sisi sote tunapita tu. Aliwakemea polisi kwa kutekeleza maovu na kuwaraumu kwa kusingizia maelekezo kutoka juu. Alisisitiza kuwa mauaji yaliyotokea Oktoba 29 mwaka jana hayajaisha hadi kila aliyehusika atawajibishwa kikamilifu, na interneti haitawasahau wote waliohusika kwenye mauaji hayo. Aliyasema haya wakati wa ziara inayoendelea nchini kudai katiba mpya na kuachiliwa kwa mwenyekiti wao wa chama cha Chadema Tundu Lissu. Kauli hii inakuja miezi kadhaa baada ya uchaguzi wa Oktoba 29 mwaka 2025 ambao uligubikwa kwa madai ya udanganyifu pamoja na vurugu. Heche ni kiongozi mwenye sauti kali wa Chadema na amekuwa akiongoza kampeni za chama hicho toka Tundu Lissu alipowekwa gerezani. Uchaguzi wa Oktoba 29 mwaka 2025. Uchaguzi huu uligubikwa na madai makubwa ya udanganyifu, ambapo Chadema ilizuiliwa kushiriki kikamilifu na maandamano yaliyofuata yalisababisha vifo vingi, na serikali ilitangaza takriban vifo 518 vya asili isiyo ya kawaida. Na wakati ripoti za Amnesty International pamoja na Human Rights Watch na vyanzo vingine vya kimataifa vinakadiria idadi ilikuwa ni kubwa zaidi ya hiyo iliyotajwa, pamoja na mamia waliojeruhiwa na kukamatwa. Polisi imetajwa mara kwa mara katika ripoti hizi kuhusu matumizi ya nguvu kupita kiasi na risasi halisi. Heche amekuwa mstari wa mbele katika kampeni za Chadema tangu kufungwa kwa Lissu, na ziara yake ya Songea ni sehemu ya harakati zinazoendelea kudai mageuzi na kuachiliwa kwa viongozi wa kisiasa. Kauli yake ya tutendeane mema sisi tunapita inarejea umuhimu wa uwajibikaji na haki badala ya kisasi. Ukija kwenye data za ziada ni kuwa ripoti za kimataifa zinaonyesha kuwa polisi ilitumia nguvu kupita kiasi wakati wa maandamano, na pia kesi za uhaini na kucheleweshwa kwa kesi kama Tundu Lissu zimezua wasiwasi mkubwa wa kimataifa. Na jambo lingine ni kuwa bunge la Ulaya pamoja na Seneti ya Marekani zimechukua hatua za shinikizo kama muswada wa namba 4577 pamoja na azimio la msaada wa euro milioni 156. Kauli ya Heche inaonyesha kutoridhika kwa upinzani na jinsi polisi ilivyoshiriki katika matukio ya Oktoba 29 na kusema kuwa hayataisha mpaka yatakapoisha. Ni mwito wa uwajibikaji wa kudumu, na wakati tunatendeane mema sisi tunapita inatoa ujumbe wa hekima na umuhimu wa haki badala ya chuki. Hata hivyo, kauli kali zinazoweza kuongeza mvutano badala ya kujenga mazungumzo zinatakiwa zipunguzwe. Polisi inapaswa kuwa kinga ya raia wote, si chombo cha kisiasa. Uwajibikaji wa matukio ya Oktoba 29 ni muhimu ili kurejesha imani ya umma, na serikali inapaswa kufanya uchaguzi au uchunguzi huru na uaminifu na kuachilia pia wafungwa wa kisiasa. Upinzani una haki ya kudai haki, lakini wote wanapaswa kuepuka lugha inayoweza kuchochea chuki au vurugu. Tatizo hili ni matokeo ya miaka ya mvutano wa kisiasa na matumizi ya vyombo vya usalama katika masuala ya kisiasa.
Ili kurekebisha, serikali inahitaji kutekeleza mageuzi halisi ya polisi, uwajibikaji na maridhiano ya kweli kulingana na roho ya 4Rs. Historia inaonyesha kuwa kutojibu madai ya ukiukwaji wa haki kunazidisha chuki na shinikizo la kimataifa. Tanzania inahitaji umoja na haki ili maendeleo yawe endelevu, si chuki wala udhibiti tu. Wapenzi wasikilizaji, kauli ya John Heche inatuonyesha umuhimu wa uwajibikaji na haki katika jamii. Tunahitaji polisi inayolinda raia wote na uongozi unaojenga imani. Endelea kuwa nasi na utoe maoni yako kadri unavyoona yanafaa. Je, wewe unaona vipi kuhusiana na haya yanayoendelea hivi sasa nchini, kuhusiana na raia kukomenti vibaya kwenye peji za watu wanaokufa, hasa viongozi wa serikali na CCM? Raia wanaonekana kushangilia vifo vyao, na pia sakata la Tundu Lissu kushikiliwa mpaka sasa hivi, ambapo kesi yake inazidi kuahirishwa kadri siku zinavyozidi kwenda, iwe inapigwa tarehe. Nini maoni yako kuhusiana na haya yote? Tuandikie hapo chini na sisi tutakurejea kadri tunavyozidi kupata taarifa.